Asante sana. Karibu sana kwenye darasa letu lingine. Na mimi ni mwalimu wako, ninaitwa Eric Festo kutoka Rising Stars Music Academy. Leo ni somo letu la kwanza, tunaenda kujifunza. Tutajifunza kuhusu vitu vya msingi. Tutajifunza kuhusu majina ya noti. Hii ni darasa la beginner la kwanza kabisa, siku ya kwanza. Tutajifunza kuhusu majina ya noti. Majina ya noti ambapo tutajifunza kuhusu noti, pia kuhusu concept ya sharp na flat, nini maana zake. Hapa sasa unapata kujua kwanza, cha kwanza inabidi tujue kwenye muziki kwa ujumla tuna keys 12. Hii 12. Kuna white keys na black keys. Hata ukiangalia kinanda changu hapa jinsi kilivyo, unaona hapa kuna white keys na hapa kuna black keys. Sasa white keys zipo 7 na black keys zipo 5, ambapo ukijumlisha unapata keys 12. Ina maana kwamba tunatumia alphabet kuzitaja hizi key. Alphabet tunatumia, kwa hiyo tunaanzia A mpaka G, kwa maana kwamba tuna A B C D E F G. Kwa zile keys zingine 5 zinapatikana kwenye hizi keys za msingi ambazo nimezitaja A mpaka G, kwa maana kwamba kwenye kinanda chetu jinsi kilivyo, kuna sehemu kwenye hizi noti nyeusi na noti nyeupe hizi. Kuna sehemu kuna noti mbili, seti za noti mbili nyeusi. Pia hizi hapa, hata hapa zipo, pia hapa zipo na hapa pia zipo. Lakini pia tuna seti za noti nyeusi 3. Hapa zipo, hizi hapa, kwa zinakuwa ni repetition, zinajirudia hizi hapa. Kwa hiyo kutokea hapa tunaweza tukaziname hizo majina yetu, na tunashauriwa kitaalam tuanze kutaja key C ilipo, maana key C ni key ya ndo case study yetu ya kujifunzia C kama C. Nikiona maana kwamba kwa mfano tukiangalia kwenye hizi noti mbili nyeusi, kwa mfano hapa na hapa au hapa popote pale, tuchukulie mfano hapa kwenye hizi noti mbili nyeusi hizi, noti hii ya kwanza hii hapa ambayo inaonekana hapa, nyuma yake hapa ya hii noti, kwa ni hapa nusu step, hapa step nusu kurudi nyuma hapa, hii key itaitwa ni C. Kwa hiyo popote utakapoona kwenye kinanda chako kwamba hizi noti nyeusi mbili nyuma yake kuna C, noti hizi nyeusi mbili nyuma yake kuna C, the same hata hapa nyuma yake kuna C, hii pia ni C. Kwa hiyo ukishapata C ilipo, ujue nyuma yake hapa kwenye noti nyeupe kuna B, pia nyuma yake hapa kuna A. Hapa C ulipopata, kwa hapa tuna A B C. Kwa mbele yake hapa kuna D, mbele yake tena kuna E, kuna F G. Kama nilivyokuambia tunaishia G, kwa tunaanzia A mpaka G. Kwa tumepata kujua kwamba hii ni C, sema noti mbili nyeusi, nyuma yake hapa kuna C, nyuma tena kuna B, hapa kuna A. A B C D E F G kama zinavyojionyesha hapo. Lakini pia kutokea hapa sasa kuna kitu cha msingi inabidi tukijue kuhusiana na flat na sharp. Hizi ni concept mbili ambazo za msingi sana kuzielewa kama mwanamuziki. Kwenye muziki tuna kitu tunakiita hatua nzima na nusu hatua. Kwa Kiingereza tunasema whole step na half step, ambapo hapo inatupatia whole tone na semitone au half tone. Kwa maana kwamba unapopiga nusu hatua, kwa maana kwamba hiyo unaenda ni semitone, na ukipiga hatua nzima, hapo ndo umepiga ni whole tone maana yake. Kwa hiyo nusu hatua maana yake ni kwamba ukitoka noti yoyote, kutoka noti moja kwenda noti yoyote bila kuruka noti yoyote, yani kutoka noti moja kwenda noti yoyote bila kuruka noti yoyote, hapo umeenda ni nusu step, yani half step. Sawa? Kwa mfano tupo C, nikisema niende mbele
bila kuruka noti yote nitakutana na hii noti nyeusi. Hapa hii ni nusu hatua. Nikisema niende mbele nakutana hii nusu hatua. Hapa nusu hatua. Umeona siruki noti, ni nusu hatua hizi zote hizi. Kwa hizi hapa hizi ndio zinaitwa semitone, nusu hatua hizi. Umeona mpaka narudi kwenye C. Nikisema niende hatua nzima kwa maana kwamba ni nusu hatua ujumlisha nusu hatua ndio napata hatua nzima. Kwa mfano hapo kwenye C nikisema niende hatua nzima nitatoka hapa nitaenda hapa. Kwa kutoka C kuja D, hii ndio hatua nzima. Kwa nikitoka D nikisema niende hatua nzima nitaruka hii nitakuja hii. Nimekuja E. Hapa nasema nitake niende hatua nzima nitaruka hii nitakuja hapa. Hii ndio hatua nzima. Nikisema hapa nitoke niende hatua nzima nitaruka hii nitakuja hapa. Hii ndio hatua nzima. Nikisema nitoke hapa niende hatua nzima nitatoka hapa nitakuja hapa. Hivyo hivyo hatua nzima. Hizi ndio hatua nzima. Kwa maana kwamba sasa kutokea hapo tunapata kujua kuna hatua nzima na nusu hatua. Yaani semitone tunajua kupata semitone na whole tone. Kwa kutoka C ambayo ndio kietu ambayo tunajifunzia kwenda mbele nusu hatua ambayo tunakutana na noti moja nyeusi, hii tutaita ni C sharp. Kwa hiyo sharp maana yake ni kwamba ni nusu noti ya mbele ya key fulani au ya noti fulani. Kwa hiyo kutoka C noti ambayo tunaipata kwenda mbele ni noti nyeusi hii hapa ambayo ni C sharp. Tukienda mbele tena tunakutana na hii noti nyeupe ambayo ni D. Tukisema tena mbele nusu hatua tunakutana na hii noti nyeusi ambayo ni D sharp. Na concept ya flat ni kinyume cha sharp. Kwa maana kwamba hii ni nusu hatua kurudi nyuma. Kwa maana kwamba kwa mfano tukiwa hapa kwenye E tumepata kujua kwamba hii ni C, hii ni D, hii ni E. Tukianzia hapa kwenye E tukisema turudi nyuma nusu hatua maana yake ni kwamba tunakutana na hii noti nyeusi nyingine. Kwa maana kwamba hii noti itapewa jina la noti ya key ambayo tumetoka ambayo ni E, lakini hii noti itaitwa ni E flat. Kwa hiyo flat maana yake ni nusu noti ya nyuma ya key fulani. Kwa mfano tuchukulie tupo G. Tukisema turudi nyuma nusu hatua tunakutana na hii noti nyeusi. Kwa hiyo hii noti itaitwa ni G flat. Kwa hiyo utagundua kwamba hizi noti nyeusi zina kawaida ya kuwa na majina mawili. Inaweza ikawa ni sharp au flat, inategemea na umepiga hatua kwenda mbele au kurudi nyuma kutoka kwenye key fulani. Kwa mfano sasa tukisema tuzipatie majina tulipata kujua tumepata A, B, C, D, E, F, G. Kwa upande wa noti nyeupe zipo 7. Sasa nataka tupate majina hizi noti nyeusi. Sasa tuanze kuzitaja noti hizi nyeusi. Yaani hizi hapa hizi. Tuanze kuzitaja hizi noti nyeusi majina yake. Kwa hiyo tutaanza na mfumo wa kwanza kuzitaja kwa mfumo wa sharp. Alafu tutafuata kuzitaja kwa mfumo wa flat. Tunaanza. Noti yetu ya C ni hii hapa. Ambayo inaonekana hapo mbele C. Kwa hiyo sasa noti sharp ni nusu noti ya mbele kama unakumbuka nilikwambia. Sharp ni nusu noti ya mbele ya key fulani. Alafu flat ni nusu noti ya nyuma ya key fulani. Kwa hiyo nusu noti ya mbele ya C ni hii hapa. Maana hii itaitwa ni C sharp. Umeona? Haya, tunaendelea. Je, mbele ya D kuna noti nyeusi? Ndio. Hii ni D. Kwa mbele yake kuna noti nyeusi hapa nusu. Kwa hiyo itaitwa ni D sharp. Kumbuka tunataja majina kwa mfumo wa sharp. Tunaenda noti tunafuata mbele ya F. Maana hii ni C, D, E. Katikati ya D na E na F hamna noti nyeusi hapa. Kwa hiyo hapa hakuna kitu cha kusema. Tunahamia F. Hii ni F. Mbele ya F kuna noti nyeusi hii hapa. Kwa hiyo hii noti nyeusi itaitwa ni F sharp. Tunaendelea. Hapa tuna G kama inavyoonekana. Mbele yake hapa hii itaitwa ni G sharp. Unaona? Japokuwa system yetu inaonekana hapo imetumia majina ya flat. Tutajua kwa nini. Usijali. Mbele yake hapa tuna noti nyingine ambayo ni A, ambayo sasa na hii hapa. Hii A mbele yake kuna noti nyeusi itaitwa ni A sharp. Kwa hiyo mpaka hapo tumeshataja tayari majina ya hizi noti
nyeusi kwa mfumo wa sharp. Je, tuzitaje kwa mfumo wa flat, tuone inakuwaje. Tunaanza D hapa. D nyuma yake kuna noti nyeusi. Umeona hii itaitwa ni D flat. Kumbuka flat ni nusu noti ya nyuma. Kwa tukitoka D kurudi nyuma nusu hatua hapa tunapata hii noti ambayo ni D flat. Umeona kama inavyoonyesha. Tunaanza tena E. E nyuma yake kuna noti nyeusi hii hapa. Kwa hiyo itaitwa ni E flat hii hapa. G nyuma yake hapa kuna hii hapa. Itaitwa ni E ni G flat kama inavyoonekana. Kwenye A nyuma yake hapa hii ni A flat. Kwenye B nyuma yake hapa ni B flat. Sasa nataka tuzitaje kwa ujumla kama summary. Hii somo letu la kwanza, somo letu la pili inamaanisha liishie hapa. Kwa maana kwamba C ya kwanza, C sharp au D flat. Umeona ina majina mawili, C sharp au D flat. Tunaenda D. Tukipanda tena hapa inakuwa ni D sharp au E flat. Tunaenda E. F. Tunafuata F sharp au G flat. Tunaenda G. Tunaenda G sharp au A flat. Tunaenda A. Tunaenda A sharp au B flat. Tunaenda B. Ndarudi C. Kwa hiyo hizi ndo key zetu za msingi za kujifunza. Na leo tumepata kujua majina ya noti ya key zipo 12. Tumepata kujua noti nyeusi ziko wapi na noti nyeupe ziko wapi. Kwa hiyo tukutane tena darasa linalokuja kwa muendelezo zaidi. Karibu sana.